Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Mungu, tuna kila sababu tena ya kumpa Mungu utukufu kwa kuwa yeye ni mwaminifu. Ametuwezesha tena kuyaona mapambazuko ya leo ya mwanzo wa wiki. Haijalishi katika mazingira tuliomo, haijalishi tumeona mapambazuko tukiwa na hali gani, tukiwa na changamoto ya afya au tukiwa wazima, ni kwa neema ya Mungu tumeyaona mapambazuko. Hivyo tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu. Na bila kupoteza muda, tuende moja kwa moja kwenye andiko letu la msingi litakalotuingiza kwenye tafakari ya asubuhi ya leo. Andiko letu la msingi linapatikana katika kitabu cha Methali, sura ni ya 14 na mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, shahidi wa kweli huponya nafsi za watu, bali atoaye uongo udanganya. Tunakushukuru Mungu wetu, Baba yetu, mfalme wa mbingu na nchi, uliyekubali kutupa neema na kibali ili tuendelee kulitukuza na kulisifu jina lako. Ni asubuhi njema tena ambayo Bwana tuko mbele zako tukiomba neema kutoka kwako ili tupate kulitafakari neno lako, lipate kutujenga na kutuimarisha ili tuwe wako siku zote na siku moja tukakulaki mawinguni. Sifa na utukufu zitarejea kwako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi tunaomba na kushukuru. Amen. Tafakari yetu ya asubuhi ya leo inabeba kichwa kinachosema juu ya kuwa shahidi wa kweli. Kuwa shahidi wa kweli. Tunaposema juu ya shahidi wa kweli, kwanza, shahidi ni nani? Shahidi ni mtu yeyote ambaye alikuwepo kwenye tukio fulani wakati linapotokea. Huyo anaitwa shahidi. Lakini pia shahidi anaweza kuwa mtu yeyote ambaye alielezwa na yule ambaye alikuwepo kwenye tukio na kushuhudia vile vile kama alivyoelezwa na yule aliyekuwepo kwenye tukio. Huyo ni shahidi. Kwa hiyo mtu anaweza kushuhudia kile ambacho aliona kwa macho yake na kukisikia kwa masikio yake. Lakini pia mtu anaweza kushuhudia kutokana na kusikia kwa masikio yake, lakini macho yake hayakuona. Hao watu wawili wanaweza kuitwa mashahidi. Sasa tunachoongelea asubuhi ya leo ni kuwa shahidi wa kweli, kwa sababu mtu anaweza kuwepo mahala pa tukio au akasumuliwa na yule aliyekuwepo kwenye tukio, lakini wakati wa kuulizwa na watu wengine, wakati atakapoambiwa atoe ushahidi wa kile alichokiona na kukisikia au kile alichokiambiwa, akawa si mkweli na kupindisha kile alichokiona au kile alichokisikia, hivyo huyo hatoitwa tena shahidi wa kweli, bali atakuwa ni shahidi wa uongo, kwa sababu amepindisha kile alichokiona au kile alichokisikia. Na sisi kama wana wa Mungu tumeitwa kuwa mashahidi wa kweli kwa kile ambacho tunakiona au kile ambacho tulichokisikia kutokana na neno la Mungu, tukishuhudie sawasawa na vile Mungu anavyokiagiza kwetu. Lakini si hilo tu, maisha yetu yawe yamejengwa kwenye ushahidi wa kweli,
Yako mambo mengi yanayopita katika jamii zetu, yako mengi ambayo tunayaona kwa macho yetu, yako mengi ambayo tunayasikia kwa masikio yetu. Kama wana wa Mungu tunatakiwa kuyashuhudia sawasawa na tulivyoyaona au sawasawa na vile tulivyoyasikia. Neno tumesoma limetuambia shahidi wa kweli uponya nafsi za watu. Mtu anaposhuhudia ukweli wa jambo, anakuwa ametoa tiba kwa wale anaowashuhudia, kwa sababu anayeshuhudia ukweli uponya nafsi. Lakini mtu yeyote anayetoa maneno ya uongo, anayeshuhudia uongo, huyo huwafanya watu kuishi katika udanganyifu, na udanganyifu huo huwapelekea watu katika mauti, kwa sababu kweli huweka mtu kuwa huru. Mtu akitambua kweli, hata kama kweli hiyo itamuumiza wakati anaisikia au wakati anaitambua, lakini umweka huru, umuondoa katika hali ya kuwa mtumwa na kuwa na tumaini lingine au kuchukua hatua nyingine, kwa sababu ameujua kweli. Lakini mtu akidanganywa, akiishi katika hali ya kudanganywa, anakuwa amejenga matumaini ambayo ni hewa. Siku atakuja kugundua kwamba haya niliyojengewa yalikuwa ya uongo, hakuwa ya kweli, mtu huyo ataangamia, ataasirika, kwa sababu atakuwa amepoteza yote ambayo alikuwa amewekea tumaini, kwa sababu aliweka tumaini mahala ambako hapastahili kuwekwa tumaini. Hivyo shahidi wa kweli ni yule ambaye anayewafanya watu kuponywa nafsi zao, na nafsi zao zinakuwa huru kwa sababu wameshuhudiwa ukweli. Hivyo basi, mwana wa Mungu, neno linaposema kwamba kuwa shahidi wa kweli ni maisha yetu kama Wakristo, tunashuhudiwa nini? Je, tunaweza kusimama mbele za watu tukashuhudia na ushahidi wetu ukaonekana kwamba kweli huu ni ushahidi ambao utaponya nafsi? Au tumekuwa kama wale ambao kila tukisimama wanauliza ni nani huyo, na kila watu tazamapo wanasema kwamba hapa hamna kitu, wakati wewe ni Mkristo, wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe umebeba dhamana ya kuwaleta watu wengine kwa Kristo, lakini wewe si shahidi wa kweli. Ingekuwa heri utambue kwamba umesimama nafasi gani katika ushahidi. Je, wewe ni shahidi wa kweli au wewe ni shahidi wa uongo? Lakini ni ole kwa wale ambao wamesimama kuwa mashahidi wa uongo, kwa sababu ushahidi wa uongo hautokani na Mungu. Shahidi ni mtu muhimu katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu yako mambo mengi ambayo yanahitaji ushahidi. Maisha yetu yote yanahitaji ushahidi, kwa kuwa si rahisi jambo kukubaliwa pasipokuwa na ushahidi. Na hivyo yeyote anayesimama katika kushuhudia, ni lazima kweli itawale ushahidi wake. Kwa nini anatakiwa kusimama na kweli? Kwa sababu ushahidi usiokuwa wa kweli unaleta mambo mengi yasiyokuwa ya halali. Ushahidi wa uongo hutenganisha watu, hufanya jamii kusambaratika, hufanya watu wasiwe pamoja.
Ushahidi wa uongo unapandikiza chuki kati ya watu, kama ilivyoandikwa katika Methali ile ya 6, Methali 6 na mstari ule wa 19. Neno la Mungu linasema, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye mbegu za fitina kati ya ndugu. Mtu anaposhuhudia uongo anapanda mbegu za fitina kati ya watu, kwa sababu huondoa ukweli na kupandikiza uongo ili kufarakanisha watu, ili kuwafanya watu wasiwe pamoja. Na hiyo siyo sifa ya Mkristo, bali Mkristo aliyemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anatakiwa kushuhudiwa kuwa shahidi wa kweli. Kila asemapo jambo, anapotoa ushahidi, watu wanakuwa na imani naye, kwa sababu wanajua kwamba kweli ndiyo msingi wake, kwa sababu aliye ndani yake ndiye kweli. Yesu mwenyewe amejitambulisha kama shahidi mwaminifu. Shahidi mwaminifu. Kama Yesu tunayemwamini ndiye shahidi mwaminifu, hivyo sisi tunayemwamini tunatakiwa pia kuwa mashahidi wa kweli. Uaminifu hujengwa na ukweli. Hauwezi kuwa mwaminifu usipokuwa mkweli. Yaani, ili uwe mwaminifu ni lazima kwanza ukweli utangulie ndani yako, kwa sababu ukweli ndio utakufanya wewe kuwa mwaminifu. Watu watakuamini kwa sababu kila walionalo kwako limetawaliwa na kweli. Lakini hauwezi kuwa mwaminifu kama kweli haimo kwako. Hivyo kama Yesu ambaye ndiye kielelezo chetu, yeye amejitambulisha kama shahidi mwaminifu, hivyo imetupasa nasi pia kuwa na mfano huo huo wa Kristo, ili ushahidi wetu upate kujenga, ushahidi wetu uwalete watu pamoja, ushahidi wetu utufanye sisi kupata kibali machoni pa Mungu. Ukisoma ile Ufunuo sura ya 3 na mstari ule ni wa 14, Yesu anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye amen, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Amen. Yesu anajitambulisha kama shahidi aliye mwaminifu na wa kweli. Hivyo ni lazima sisi tunayemwamini Yesu tuwe na sifa hiyo ya kuwa mashahidi wa kweli. Mtaa unakoishi ushuhudie kwamba wewe ni shahidi wa kweli, na kila utoapo ushahidi watu wasiwe na mashaka na wewe, kwa sababu wewe ni kioo ambacho watu wanajitazama kwako, kwa sababu ndani yako yumo Kristo, na Kristo ndiye aonyeshaye kweli, kwa kuwa yeye ndiye kweli. Lakini itakuwa ole kwetu tunapojulikana kama Wakristo, lakini ushahidi wetu hauonekani kama una Kristo ndani yake. Tumewekwa katika mafungo ya mashahidi wa uongo. Itakuwa ole kwetu. Ingekuwa vyema sisi kama wana wa Mungu tuliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ushahidi wetu uwe ushahidi unaojenga, ushahidi unaowaleta ndugu pamoja, ushahidi unaofanya jamii inayotuzunguka ije pamoja, ushahidi
unaowafanya waovu wajione kuwa na hatia na wema waone kwamba wamestahili, wamelichagua fungo jema, kwa sababu ushahidi wetu utawaweka kuwa huru. Kipindi hiki tunachokiishi tumekuwa na changamoto nyingi, kwa sababu wale wanaojulikana kama watumishi, ushahidi wao umeonekana kwamba sio wa kweli, na si kwamba ni tuhuma, bali uhalisia kabisa, kwa sababu mtu anayeitwa mtumishi, mtu anayeitwa mchungaji, mtu anayeitwa askofu, mtu anayeitwa mtume, nabii, mtu anayeitwa mwinjilisti, mtu anayeitwa Mkristo, katika kinywa chake kutoka maneno ya uongo na kushuhudia uongo kwa sababu ya maslahi fulani ni jambo rahisi kwa siku hizi. Leo tumeita ushahidi wa uongo kuwa ni hekima, kwamba ni lazima tutumie hekima. Kumbe anashuhudia uongo. Uongo ni uongo, wala hauwezi kupakwa utakatifu. Uongo utabaki kuwa uovu wakati wowote, na wala hauwezi kuvaa vazi la utakatifu wakati fulani. Hekima ya Mungu imetuongoza kusema kweli, kweli mtupu. Hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu haijifichi nyuma yake uongo, kwamba tunaweza tukasema uongo ili tuliokoe ili kwanza, alafu tutafanya hili lingine baadaye. Hiyo sio hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu imejengeka katika kweli. Ndio maana ukisoma ile Methali 12 na ule mstari wa 17 inasema, atamkaye maneno ya kweli ufunua haki. Atamkaye maneno ya kweli ufunua haki, bali shahidi wa uongo utamka hila. Kwa hiyo unachowaza fikiri kwamba hii ni hekima, ukasema uongo, umejenga chuki kati ya ndugu. Ni lazima ushuhudie ukweli. Simama, shuhudia kweli. Haijalishi kwamba kweli hiyo itakugharimu kiasi gani, lakini kwa sababu kweli inakuweka upande wa Mungu, Mungu atakuwa mtetezi wako. Leo watu wengi wameingia kwenye matatizo kwa sababu walishindwa kushuhudia kweli, wakafikiri kwamba tutaongea uongo kwa ajili ya kulinda hili. Sasa wakati kweli inapokuja kujulikana, inawafanya wao kuishi kwenye matatizo maisha yao yote. Lakini unapokuwa shahidi wa kweli, wako watu ambao wataumizwa wakati unasema kweli, lakini watakapokuja kuelewa kwamba kweli kweli uliyoisema ilikuwa kweli, watakuwa huru na watakupenda maisha yao yote, kwa sababu uliwatoa katika utumwa wa uongo na kuwaweka katika uhuru wa haki ya Mungu, ambayo ndio nuru inawatoa waliopo gizani. Ingekuwa heri mwana wa Mungu, katika utumishi wako, katika Ukristo wako, katika maisha yako yote, uwe shahidi wa kweli. Kweli itawale moyo wako, kweli itawale huduma yako, kweli itawale kila unachokifanya. Majirani zako waione kweli ndani yako, wajue kwamba unaposhuhudia jambo, wasiwe na hofu wala mashaka kila unaposhuhudia, na Mungu atukuzwe kwa ajili yako. Ingekuwa heri liwe kwako leo utafakari ni jinsi gani unavyoenenda. Je, mtaa wako na kuita jina gani? Wewe ni shahidi wa kweli au wewe ni shahidi wa uongo? Imekuwa jambo la kutia aibu na lisilopendeza kabisa, mtu anayejulikana kama Mkristo, lakini anapouliziwa
kwa watu wengine, majirani zake, watu wa nyumbani kwao, wanasema huyo huwa naamini tu anaposema, anapokusalimia asubuhi, lakini mambo mengine yote si mkweli, ni muongo. Huku ukiitwa mtumishi wa Mungu, ni ole sana kwako, ni ole. Ingekuwa heri leo upate kubadilika, ugeuke ili uanze hatua mpya, uwe shahidi wa kweli ambaye utaponya nafsi za wengi, uwe shahidi wa kweli ambao utawafanya watu kuwa huru dhidi ya uovu, dhidi ya uongo. Uwe shahidi wa kweli, kwa sababu tunayemfuata yeye ni shahidi mwaminifu. Mwana wa Mungu, ni asubuhi nyingine ambayo Mungu ameona vyema tushirikiane kutafakari juu ya kuwa shahidi wa kweli. Ushahidi ni maisha yetu ya Ukristo. Tunashuhudia Kristo alivyo, na maisha yetu yaonekane kuwa na ushahidi wa kweli. Isingependeza wewe ambaye umejulikana kuwa Mkristo, alafu unashuhudiwa na watu wengine kuwa wewe ni mwongo. Hiyo ni ole. Si ole tu kwako, bali ni ole pia kwa huduma unayoifanya, kwa sababu utaendelea kuwafanya watu wasimwamini Yesu, waone kwamba Yesu si shahidi mwaminifu, kwa sababu wewe unayemtangaza Yesu haujaonyesha uaminifu huo. Ni lazima tuwe mashahidi waaminifu, tushuhudie kweli wakati wote, hata kama kweli hiyo itatugharimu, lakini kwa sababu ni kweli itatuweka huru, na Kristo atakuwa upande wetu wakati wote, kwa sababu ni ahadi yake. Amesema yeye atakuwa mtetezi wetu, yeye atakuwa pamoja nasi hata mwisho wa dahari, wala hatotupungukia wala kutuacha, bali atasimama pamoja nasi. Lakini ni pale tu tutakaposimama katika kushuhudia kweli, na kweli hiyo itatuweka huru. Mungu akubariki. Uwe na siku njema, uwe na mwanzo wa wiki uliotukuka. Uwe kwako baraka utokapo na uingiapo. Wiki hii ikawa wiki ambayo utakuwa na ushuhuda juu ya Mungu, kwa sababu atalinda maisha yako, atakutetea, atakupigania, ili mradi tu ukisimama kuwa shahidi wa kweli. Na Mungu alibariki neno lake kwa jina la Yesu. Amen.